Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kwanza pole kwa matokeo ambayo umepata kwa siku ya leo. Tushapoa na pia tunashukuru kwa mchezo. Mchezo ulikuwa mgumu hasa sehemu gani mpaka kupelekea kupoteza mchezo wa leo, na ukiangalia performance yenu sio nzuri sana tangu mmeanza kwa msimu? Mchezo ulikuwa mgumu wakati tunashambulia. Walikuwa na namba kubwa kutuzuia na pale ndio ugumu ulipofanya mechi ikawa nzito kwetu. Hiyo ndio ilikuwa ugumu sana. Kwa upande wako, nafasi ambazo zilikuwa zinatengenezwa umeonekana kukosa magoli, pengine ilikuwa ni pressure au ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea wakati mchezo unaendelea? Kwanza siwezi kusema ni pressure, ila naweza kusema ilikuwa siku nzuri kwangu. Nimepata nafasi mbili na nimepoteza. Hilo ni swala mimi kwenda kujiuliza ili kesho nifanye vizuri. Kuna mchezo mlionekana mkiwa mmetuliza mpira mkicheza chini, pengine mwalimu alizungumza na nyinyi kabla ya mchezo na mara baada ya dakika 45? Mwalimu alituambia tutulie, tujiamini ili tusiweze kuchukuliwa kama tunavyochukuliwa timu ndogo. Tucheze kwa kila mtu atulize uwezo wake, aonyeshe, tutaweza kupata matokeo, na ingawa tumefungwa lakini sio mbaya kwetu. Tutajipanga ili kesho tupate vizuri. Mwenendo wa klabu umetulia. Kwa sasa hatujui nini kinaenda kuendelea, lakini tuna imani tutarudi kujiandaa zaidi vizuri. Mwenendo wa ligi unavyoenda, unaona Mtibwa ikienda nafasi ya ngapi ikiwa ndo kwanza mmepanda msimu huu? Kwa sasa hivi mwenendo wetu ni mzuri. Tuna imani hatutakuwa katika timu zinazohesabika kushuka, ila tutakuwa katika timu katika nafasi nzuri na kuweza kubaki kwenye ligi. Hiyo ndo kubwa. Na lipi la kuambia pengine mashabiki wa Mtibwa Sugar? Kubwa zaidi wazidi kutuvumilia, sababu tupo katika ushindani mkubwa na tunawaahidi kuwafanyia mambo mazuri katika michezo inayofuata. Shukrani. Shukrani. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.